Miongoni mwa kozi zenye fursa duniani kote, sio tu Tanzania peke yake, duniani kote. Kozi zenye fursa duniani kote ni kozi za afya. Kupitia hii video nimekuwekea kozi 5 za afya zenye fursa nchini Tanzania, sio tu Tanzania peke yake, bali ni duniani kote. Twende tuziangalie kozi hizo 5 za afya zenye fursa Tanzania. Kozi namba 5 ni dentistry. Kwa Kiswahili unaweza ukaita udaktari wa meno. Sasa tambua kuwa watu wengi wanahitaji matibabu ya meno. Kama tunavyojua, mtu akiumwa jino yupo tayari kulipa kiasi chochote ili mradi apone, na jino likiuma kufanya kazi ni ngumu. Kwa hiyo mtu atalipa ili apate huduma hiyo, atibiwe, arudi kwenye majukumu yake ya kawaida. Tambua kuwa kozi hii ina nafasi ya kujiajiri. Unaweza kuanzisha kliniki yako ya meno binafsi kama ukitimiza vigezo vya serikali. Kwa hiyo miongoni mwa kozi nzuri ni dentistry, au kwa Kiswahili unaweza ukaita udaktari wa meno. Kozi namba 4 ni kozi ya radiography. Tambua kuwa mahitaji nchini Tanzania yanazidi kuongezeka na wataalamu hawa waliosoma radiography wanazidi kuongezeka. Hii kozi pia unaweza ukajiajiri. Unaweza kufungua kituo chako na ukaanza kutoa huduma hiyo. Lakini hata kama ukikosa ajira serikalini, bado una backup ya kupata ajira private, hospitali ya private. Kozi namba 3 ya afya yenye fursa na soko ni pharmacy. Baada ya kukidhi masharti ya kitaaluma, unaweza kufanya kazi kwenye biashara za dawa au kuanzisha huduma zinazohusiana na pharmacy. Kwa hiyo hata kama ukikosa ajira, mfano labda serikalini, ukakosa ajira private, kama wewe ni mtu wa ujasiriamali, unaweza ukaanzisha biashara yako ya pharmacy baada ya kukidhi masharti ambayo mamlaka husika wanayahitaji. Kwa hiyo pharmacy ni miongoni mwa kozi nzuri na miongoni mwa kozi ambazo ni ngumu kufulia. Kozi namba 2 ni kozi ya maabara. Sasa kwa nini nimeweka kozi hii ya maabara hapa? Namba 1, unaweza kuanzisha huduma za maabara kulingana na taratibu za nchi. Kikubwa uwe na vibali, uwe na sifa. Lakini hata kama ukikosa ajira serikalini, hata kama ukikosa ajira private, bado una backup ya kujiajiri wewe mwenyewe, kwa sababu kozi hii, maarifa uliyoyapata hapo kwenye kozi hii ya maabara, bado unaweza kujiajiri wewe mwenyewe na ukaanza kutoa huduma za maabara. Na kozi namba 1 ni nursing. Ukweli ni huu, nursing ni miongoni mwa kozi zenye ajira nyingi. Hata kama ukikosa ajira serikalini, bado kuna backup ya kwenda kuajiriwa private. Lakini nursing ina fursa za kimataifa. Wauguzi wanahitajika katika nchi mbalimbali, nchi kama Qatar, Omani, Saudi Arabia, Australia, nchi za EU. Zote hizi zinahitaji wataalam wa nursing. Kwa hiyo miongoni mwa kozi zenye fursa duniani, nursing ni miongoni mwa kozi zenye fursa duniani kote, pamoja na kozi nyinginezo ambazo sijazitaja. Nikutakie kila la heri. Share video hii kwa watu unaowapenda, unaowajali. Goodbye.